Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliyokuandalia. Safari zafikia milioni 840 wakati wa sikukuu ya Qingming nchini China. Roboti za kibinadamu nchini China kuingia sokoni hivi karibuni. Na China yaongeza juhudi za kudhibiti kuenea kwa jangwa. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa, usiondoke. Takriban safari milioni 840 za abiria kati ya mikoa zinatarajiwa kufanyika nchini China wakati wa likizo ya siku ya 3 ya sikukuu ya Qingming. Na kama anavyoarifu Simi Wanjala, hili ni ongezeko la 6% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Shughuli za kumbukumbu ziliandaliwa katika makaburi ya mashujaa kote nchini China siku ya Jumapili kuadhimisha sikukuu ya Qingming, maarufu pia kama sikukuu ya kusafisha makaburi, ambapo wananchi hutoa heshima zao na kuwakumbuka waliotangulia mbele za haki. Katika siku ya kwanza pekee ya likizo hiyo, zaidi ya safari milioni 300 zilirekodiwa, ikiwa ni ongezeko la 4.5% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Sekta ya reli na barabara kuu zilishuhudia rekodi mpya ya idadi ya abiria siku hiyo. Mfumo wa reli nchini China unatarajiwa kuhudumia safari milioni 20 siku ya mwisho ya likizo, huku treni 1399 za ziada zikiongezwa kukidhi mahitaji makubwa ya wasafiri. Miji kama Shenzhou, Changchun, Wuhan na Xi'an imeongeza huduma na treni ili kupunguza msongamano. Aidha, idadi kubwa ya watu imechagua kusafiri kwa magari binafsi kufuatia sera ya kutotoza ushuru katika barabara kuu kwa magari yenye abiria wasiozidi 7. Hali hii imesababisha msongamano mkubwa wa magari, hususan katika maeneo ya Guangdong, Hong Kong, Macau na delta ya mto Yangtze. Sekta ya usafiri wa anga inatarajiwa kuhudumia abiria milioni 1, huku usafiri wa majini ukitarajiwa kufikisha zaidi ya safari milioni 1 katika siku ya mwisho ya likizo. Mbali na shughuli za kumbukumbu, sikukuu hii pia huwapa wananchi fursa ya kupumzika na kushiriki shughuli za nje pamoja na utalii wakati wa majira ya kuchipua yenye hali ya hewa ya kupendeza. Na idara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini imeongeza muda wa neema wa visa hadi tarehe 30 Juni mwaka ujao, hatua ya kimkakati inayotarajiwa kuimarisha sekta ya utalii nchini humo na kuvutia wageni zaidi wa kimataifa, kama anavyoripoti Khamis Darwesh. Chini ya sera iliyorekebishwa, raia wa kigeni ambao wamewasilisha maombi rasmi ya visa, misamaha na rufaa kupitia njia rasmi ndani ya Afrika Kusini wanaweza kuishi kihalali nchini humo na kusafiri kwa uhuru kuvuka mipaka yake wakati maombi yao yanaendelea kushughulikiwa. Wadau wa sekta wanaamini kuwa serikali ya Afrika Kusini ilizindua hatua kadhaa za ziada ili kufungua kikamilifu uwezo wa soko la utalii pamoja na kuongeza muda wa neema wa visa. Marekebisho ya sera yanatekelezwa kwa mujibu wa maelekezo ya Uhamiaji namba 7 ya mwaka 2026, ambapo muda huo uliopanuliwa unawahusu waombaji wote wanaostahili ambao waliwasilisha maombi yao kupitia njia rasmi na zilizoidhinishwa ndani ya Afrika Kusini. Ratiba mpya inawaruhusu waombaji kubaki nchini humo kihalali hadi tarehe 30 Juni 2027, hivyo kuondoa hatari ya kukaa kupita muda wa visa bila kukusudia wakati maombi yanapitiwa. Wachambuzi wa sekta wanasema kuwa nyongeza hii ya miezi 15 ya kipekee inaonyesha dhamira ya Afrika Kusini ya kuboresha mazingira yake ya biashara na kuleta uthabiti katika uhamaji wa watu kuvuka mipaka. Kwa kuendelea kuboresha mfumo wake wa visa, Afrika Kusini iko katika nafasi nzuri ya kupanua zaidi soko lake la utalii kwa kurahisisha upatikanaji wa visa, kuboresha utofauti wa bidhaa za kitamaduni na utalii na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Sasisho hili la sera ya visa linakuja wakati sekta ya utalii ya Afrika Kusini ikiimarisha juhudi za kuvutia soko kubwa la wasafiri kutoka China, huku waendeshaji wa utalii kote nchini tayari wakifanya maandalizi maalum
kukidhi ongezeko linalotarajiwa la watalii wa China. And with the new visa system, which is online, it makes it really simplistic. We were expecting a big influx of Chinese tourists. So I think what's so important is that cultural exchange. And with the new visas coming into play, we're expecting many, many more Chinese tourists. All our customer-facing staff understand Chinese culture, Chinese tradition, and of course how to serve Chinese people. Sekta ya roboti za kibinadamu nchini China inaendelea kukua kwa kasi, ikihama kutoka ubunifu wa teknolojia kwenda matumizi halisi ya kibiashara. Maendeleo haya yanachochewa zaidi na maboresho ya uwezo wa juu wa roboti wa kufanya shughuli halisi. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Sekta ya roboti za kibinadamu nchini China inaendelea kupiga hatua kutoka ubunifu wa kiteknolojia hadi matumizi mapana ya kibiashara. Ufunguo wa mafanikio haya uko katika kuboresha akili ya roboti, yaani ustadi wa algoriti zinazoziongoza. Kwa kutumia mfumo wa Vision Language Action, yani VLA, ambao ni muundo mmoja wa mwisho hadi mwisho unaowezesha udhibiti sahihi kuanzia utambuzi wa kuona hadi harakati za viungo vya roboti, roboti wa kibinadamu sasa wanaweza kufanya kazi ngumu na ndefu kama kutandika kitanda. Katika mji wa Beijing, kampuni ya Chang ya Spirit AI inafundisha roboti zake kujifunza kwa kuiga. Kwa mfano, katika maandalizi ya vyakula, roboti zinaweza kufundishwa kuweka vyakula kwenye bakuli au vyombo vingine sawa kabisa na binadamu kwa kufuata mienendo ya mfanyakazi aliyevaa vifaa maalum vinavyorekodi harakati. Katika mji wa Shenzhen, mkoa wa Guangdong kusini mwa China, roboti tayari zimeanza kuingia majumbani kushirikiana na wafanyakazi wa usafi kutoa huduma za usafi. Kazi yao kuu ni kusaidia kupanga vitu mbalimbali na kukusanya taka sebuleni na chumba cha kulia chakula. Mhandisi Hu Bowen kutoka kampuni ya X Square Robot anasema roboti hizi zinaweza kujifunza zaidi kupitia kazi za nyumbani. Roboti zinaweza kupanga vitu vilivyotumika kama chupa na karatasi na kuvitupa kwenye mapipa ya taka. Kadri zinavyofanya kazi za nyumbani, ndivyo zinavyojifunza na kuboresha uwezo wao. Kwa upande wa roboti zinazopanga bidhaa katika maduka makubwa, zinahitaji kujua mahali bidhaa zinapowekwa, kuingiza taarifa za bidhaa na kuendelea kujifunza namna ya kushika vitu kwa usahihi. Pan Guoping, anayesimamia algorithimu katika kampuni ya Zerith Robotics, anasema roboti hutumia mifumo ya kujifunza kwa data ili kuboresha uwezo wao wa kuelewa vitu mbalimbali. Kwa mujibu wa wataalam, bado kuna safari ya kufikia kiwango cha akili ya jumla ya binadamu, lakini maendeleo ya sasa yanafungua milango ya matumizi mapya ya kibiashara. Yang Wei, meneja wa chapa katika Zerith Robotics, anaeleza kuwa maendeleo haya yanaweza kuleta mabadiliko makubwa hivi karibuni. Tunaanza na mfano uliofundishwa na ndani ya muda mfupi tunakusanya data chache tu. Lengo ni roboti ziweze kufanya ulinganisho na kuelewa aina zote za bidhaa kwa ujumla. Ndani ya miaka 5 hadi 10 tunaweza kuwa na roboti zenye uwezo unaokaribia binadamu, lakini katika mwaka 1 hadi 2 ijayo tutaanza kuona matumizi halisi ya roboti hizi katika sekta mbalimbali. Lengo la ukuaji wa uchumi wa China la 4.5 hadi 5 kwa mwaka huu linaonyesha mabadiliko muhimu kutoka kasi kwenda kwenye uendelevu na kutoka wingi kwenda ubora. Haya yameelezwa na Gianni Di Giovanni, mtendaji mkuu wa kampuni ya kimataifa ya teknolojia ya nishati. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza na China Global Television Network CGTN, Di Giovanni alisisitiza kuwa China haipunguzi kasi bali inaboresha mfumo wake wa uchumi. Alieleza kuwa lengo hilo si la tahadhari bali ni la makusudi, akilinganisha na matarajio ya ukuaji barani Ulaya ambayo ni takriban 1% na Marekani inayotarajiwa kufikia 2% mwaka huo. Kwa mujibu wake, hatua hii inaakisi mabadiliko ya kimkakati ambapo China inaweka kipaumbele kwenye udhabiti wa uchumi na mageuzi ya muundo wake. Alibainisha kuwa katika mazingira ya dunia yenye ukuaji mdogo, mvutano wa kisiasa na biashara iliyogawanyika,
kusukuma ukuaji mkubwa wa haraka kungekuwa hatari. Badala yake, China inaelekeza nguvu kwenye sekta mpya zenye thamani kubwa, uwekezaji katika teknolojia za juu unaoongezeka kwa kasi, huku nishati jadidifu, akili bandia yaani AI, na sekta za kidijitali zikichukua nafasi muhimu kama injini mpya za uchumi. China is prioritizing stability and structural transformation. We see it clearly. Double-digit growth in high-tech investment, massive expansion in renewables, AI and digital sectors becoming core drivers. This is a new growth model. China is moving away from infrastructure-heavy expansion, low-cost exports, toward innovation, green energy, high-value manufacturing. At the same time, this reflects a strategic patience. Because today's challenge, demographics, inequality, global realignment require time, not speed. China inaongeza juhudi za kudhibiti kuenea kwa jangwa katika moja ya majangwa yake makubwa. Hatua hizi zinalenga kulinda mazingira na rasilimali muhimu kama mto Njano. Ronald Mutie anatufahamisha zaidi. China inaongezea juhudi zake za kudhibiti kuenea kwa jangwa katika jangwa la 4 kwa ukubwa kwa kujenga vizuizi vya majani kando na mpaka wa jangwa. Katika mji wa Zhongwei ulioko kaskazini magharibi mwa China, katika mkoa unaojiendesha wa Ningxia-Hui, takriban wakazi 2000 walikusanyika kuweka safu ya vizuizi hivyo vya majani. Njia hii ya jadi ya kudhibiti mchanga husaidia kuzuia kusogea kwa matuta ya mchanga katika sehemu ya Zhongwei ya jangwa la Teger na kulinda mto Njano ambao unajulikana kama mto mama wa China. Wakati wa shughuli hiyo, washiriki waligawanyika katika makundi ili kupanda vichaka vinavyostahimili ukame, kupanda nyasi ngumu na kujenga vizuizi vya majani juu ya jangwa ili kuimarisha udongo na kuzuia kubebwa na upepo. Kwa miaka mingi, mji huu umejenga ukanda wa kijani wenye urefu wa kilomita 153 unaozuia mchanga kusambaa katika ukingo wa kusini mashariki mwa jangwa hilo. Hii imefanikiwa kwa kupitia ushirikiano wa kikanda, matumizi ya sayansi na teknolojia ya kisasa na kuboresha ufanisi na udhibiti wa mchanga. Through comprehensive measures such as engineering sand fixation, restoration of degraded forests and grasslands, and enclosure protection, we aim to treat over 30,000 hectares of desert this year, further expanding the green belt for desert edge management. Kupitia juhudi hizi, jumla ya hekta 1146 za ardhi iliyokuwa imeathiriwa na jangwa imefanikiwa kurekebishwa. China imekuwa mstari wa mbele pia katika juhudi za kimataifa za kupambana na kuenea kwa jangwa. Tangu kusaini mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa jangwa mwaka 1994, China imeongoza katika kupunguza uharibifu wa ardhi na kurejesha maeneo yaliyogeuka jangwa, huku ikiendelea kushirikisha uzoefu, teknolojia na wataalamu wake na nchi nyingine duniani. Na kwenye sehemu yetu Ifahamu China, Geni Hemet, mkulima kijana kutoka mkoa wa Xinjiang kaskazini magharibi mwa China, amepata umaarufu kwa kuwasaidia wakulima wa pamba kuongeza mavuno na kipato. Anatumia majaribio ya kijasiri na teknolojia ya ubunifu kuboresha mbinu za kilimo. Tujiunge naye basi Zakia Pong atufahamishe mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Jenny Emmet, mkulima kijana kutoka mkoa wa Xinjiang kaskazini magharibi mwa China, amepata umaarufu kwa kuwasaidia wakulima wenzake wa pamba kuongeza mavuno na kipato kupitia majaribio ya kijasiri na teknolojia ya uvumbuzi ya upandaji na aina mpya za mazao. Baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu, Emmet alichagua kurudi maskani kwake, ambako sasa analima karibu ekari 70 za pamba. Hata hivyo, hajawahi kusita kuwasaidia wakulima wengine, na mara nyingi anatoa kipaumbele kwa mahitaji yao kuliko ya kwake mwenyewe. Mtazamo wa Emmet umejikita katika kuendelea kujifunza na kutumia vizuri hali ya udongo, mabadiliko ya hali ya hewa
na mahitaji yanayobadilika ya zao hilo. Kwa mujibu wa Emmet, kulima pamba ni changamoto endelevu wa kujifunza. Kuanzia upandaji msimu wa mchipuko hadi mavuno msimu wa mpukutiko. Amerekebisha maji ya kumwagilia, mbolea na mambo mengine kutokana na aina ya udongo, hali ya hewa na ukuaji wa mmea. Utayari wake wa kukumbatia majaribio ya kilimo umemfanya kuwa mtu wa pekee katika mkoa huo ambao wakulima wengi wanachukua tahadhari kubwa kuhusu mabadiliko. Kong Xianhui, mtaalam kutoka taasisi ya sayansi za kilimo ya kitengo cha 3 cha kundi la uzalishaji na uhandisi la Xinjiang, amemsifu Emmet kwa matumizi ya kijasiri ya aina mpya za pamba. Amesema wakulima wengi walikuwa na mashaka, lakini kama wakiwaona majirani zao wanajaribu na inafanya kazi, nao watajaribu mwaka ujao. Sio wengi wana ujasiri kama Emmet. Uvumbuzi mmoja mkubwa ambao Emmet anaushabikia ni mwagiliaji wa matone, ufundi unaohifadhi maji ambao mwanzo ulipokelewa kwa wasiwasi. Utepe mwa kumwagilia unafukiwa chini ya udongo, hivyo hakuna maji yanayoonekana kwa juu. Emmet alifanya jaribio na kupata matokeo mazuri. Hapo awali kiwango cha uchipukaji wa miche kilikuwa 70% hadi 80% tu kwenye mahamba yenye chumvi na alkali. Sasa kiwango hicho kinaweza kuzidi 90% kwa mbinu mpya ya kupanda mbegu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na kabla ya kukamilisha, basi ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu basi tujifunze lugha ya Kichina kwa pamoja. Ni hao. Mambo. Karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Chagua maneno yanayofaa kwa picha zilizo hapa chini. Yi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 你好 你好 Jinsi ya kuwasalimu wanafunzi kwa Kichina.
你好。你好。你好。老师好。你好。Jinsi ya kuwasalimu waalimu kwa Kichina. 老师好。老师好。你好。再见。再见。Jinsi ya kusema kwa heri kwa Kichina. 再见。再见。再见。Kulinganisha. Chagua njia sahihi ya kujieleza kutokana na picha. Utapokea nyota kila unapolinganisha kwa usahihi. Unaweza kufikia nyota ngapi? 你好。C 老师好。A 再见。Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.